Dakika 90 zimetamatika kwenye mchezo mkubwa, mechi yenye hadhi, mechi ya viwango kabisa. Watu wameshuhudia mpira mkubwa ukipigwa hapa katika uwanja huu wa Taifa Kahama, mwendelezo wa Gold FM Champions League, ikiwa ni mechi nambari 20, mechi kati ya wauza mchere Rise Football Club walikuwa uwanjani kucheza na wasafirishaji wanaitwa Kahama Mabasi. Mechi imesha sare ya 1-1, walianza Mabasi kupata bao, lakini baadaye vijana wa timu ya Rise wakaenda kuequalize na kufanya mchezo uwe 1-1. Niko na makocha wa timu zote mbili, lakini pia niko na makapteni, lakini niko na mchezaji Darwesh Salboko ambaye anacheza ligi kuu na amekuja hapa kupata experience kama sehemu ya kumfanya aendelee kuwa fit. Nikianza na wenyeji, tuanze na mwalimu Muhsin Mohamed. Hongera, umekuwa na mchezo mzuri sana Muhsin. Natamani uniambie kiufundi, kuwepo wewe Mabasi msimu uliopita imekuwa sehemu ya kukusaidia leo kuwapa challenge ya namna hii Kahama Mabasi? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa tumemaliza salama. Mechi ilikuwa nzuri. Vijana nimefanya nao mazoezi muda wa kutosha. Ila kuna sehemu tumekosea na tempa. Wengi ni wadogo, wengi bado hawana umri wa kutosha ukomavu, lakini wameshaona mechi ilivyo. Nadhani sasa tukienda kucheza mara ya pili watacheza vizuri zaidi. Unaionaje nafasi yako kwenda katika hatua ya robo finali baada ya mchezo wa leo? Mmetoa sare ya 1-1, ni hatua ambayo wewe umepata kitu kwa kuanzia. Huu ni mpira, chochote kinaweza ikatokea, chochote kinaweza ikatokea. Tunaweza tukashinda sisi, wanaweza kashinda wao. Zote ni timu nzuri. Yeah. Nini ambacho umekiona kwenye mchezo leo ambao ilikuwa ni kama madhaifu kwa wapinzani na pengine ubora ambao wewe uliuona kwa Mabasi imekufanya ucheze kuwazuia? Siwezi kuwasemea makosa yao, ila najua makosa yangu. Mimi nimesoma sana makosa yangu, nimeangalia madhaifu yangu, nitaenda kuyafanyia kazi mwenyewe kwenye viwanja vya mazoezi. Na pia nilitaka kupotosha tu wachezaji wangu, nafanya nao mazoezi. Wote hawa tunafanya mazoezi sehemu moja. Sio kwamba tunafanyia Kahama, si tuko Mwanza. Ni timu inajitegemea. Si hatuokoti wachezaji. Kama kuna wachezaji wanaokota hawezi kucheza hivyo. Nafikiri unaelewa. Yeah. Mashabiki wanawaambia nini sasa kwenye mechi inayofuata wauza mchele? Timu yao wasupport timu yao kwa nguvu zaidi, wanaweza wakapata kitu chochote. Huu ni mpira. Timos, kapteni, kwa niaba ya wachezaji mmepambana sana. Umekuwa nyota wa mchezo leo. Nimekuita blocker kwa sababu umekuwa kikwazo cha Rais pengine kuondoka na alama 3 muhimu kwenye mchezo wa leo. Mchezo ulikuwaje kwa ujumla? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama. Kiukweli mchezo ulikuwa mgumu. Mpira huu ulikuwa ni mgumu na tumeshindwa kutumia nafasi kama wachezaji. Ndio maana tumeweza kutoka na matokeo haya. Ila next match tutajipanga. Nadhani tutakuwa vizuri na tutapata matokeo tu. Mashindano unayaonaje kwa ushindano uliopo? Mashindano ni magumu. Yaani hakuna mechi ndogo. Yaani kila timu unayokutana nayo imejipanga. Kwa hiyo kiukweli tu mechi ni ngumu. Unawaambia nini mashabiki sasa wa timu yenu Mabasi kuelekea mechi inayofuata? Kikubwa wasituchoke. Mabasi ni ile ile. Mechi inayokuja tunahakikisha tutapata ushindi kwa sababu lengo ni kombe kubaki Mabasi. Kwa na imani Mwenyezi Mungu atatujalia, nguvu itakuwa kubwa na tutapata ushindi tu. Shukrani sana. Asante. Tuko na mchezaji wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, Darwesh Salboko. Kwanza karibu sana Kahama ndugu yangu. Asante sana. Hii ni mara yako ya ngapi kuja Kahama? Hii huwa napita na timu nahisi kama mara 3 mara 4 hivi kupita. Umeonaje Kahama baada ya kufika leo, hamasa ya mashabiki, umepata muda wa kucheza kwenye timu ya Mabasi, nini ambacho umeexperience hapa? Mwamko ni mkubwa kutokana na mashindano yenyewe, sehemu yenyewe so karibu sana, so kwa ushauri wangu TFF iangalie sehemu za mikoani kama hivyo, wanakuja wanawekeza kwa sababu wachezaji wa mpira hapo na wanacheza vizuri. Mechi yenyewe umeionaje kwa muda ambao umecheza? Vibe ilivyokuwepo, ushindani ndani ya pitch, umeona changamoto ilikuwa wapi hasa ambayo imefanya timu yenu ya Mabasi mmeshindwa kupata ushindi? Changamoto ipo kubwa kwa sababu kadri muda ulivyokuwa unaenda, ujue mwanzo mechi imeanza, kila mtu alikuwa na matokeo kwamba leo ana uhakika, akiangalia kutoka na timu yake jinsi alivyoperform, alivyofanya mazoezi, anajua kabisa leo mimi nitashinda. Kwa hiyo kadri muda ulivyokuwa unaenda, pressure inakuwa kubwa, wanahitaji wapate ushindi, kwa hiyo huwezi ukacheza kwa pressure afu kupata matokeo. Ilikuwa ni swala gumu. Kwa hiyo ndio niletea ugumu mpaka timu yangu ambayo niliochezea kwa sasa hivi kuweza kukosa ushindi. Ila nitawaomba, nitaongea nao mimi mwenyewe waweze kutulia. Wana timu nzuri, wanacheza vizuri, waweze kuikili game mapema, yani ikiwezekana dakika 15 20 kipata nafasi usikose uweze kutumia vizuri. Mashindano haya yana maana gani? Haya ni mashindano ya ndondo, lakini unaona namna ambavyo yanaendeshwa, tunasema ni ndondo standard. Kwa ninyi wachezaji ambao mnacheza madaraja ya juu kwa maana ligi kuu, yanakuwa yana maana gani? Kwa sisi kwa sababu kuna wachezaji wengi wanaocheza Premier wametoka huku, yani asili ni wametoka huku. Kwa hiyo mashindano ya mtaani kama hivi, mapumziko, ukishapata mapumziko lazima uje ujumuike na watu, yani uwe nao pamoja na uweze kufanya nao mazoezi kama hivi.